Huu sio muda wa kumsimanga marehemu, ni muda wa kumuombea. Kama kuna kitu kilipungua kwenye maisha yake, Mwenyezi Mungu amhurumie. Hakuna mtakatifu hapa duniani, sote ni wakosefu, kila mtu ana mapungufu yake. Hata ufanye mazuri namna gani, huwezi kukosa watu wa kukuchukia. Nadhani wale wa Kristo mnaelewa vizuri. Yesu alitibu watu wagonjwa, akafufua wafu, akina Lazaro, akalisha watu maelfu, kama wanasaza. Lakini hao ndio walikuwa wanasema asulubiwe. Asulubiwe. Muone. Lakini alipofuka, wala hakwenda kujitamba kwa hao, wala hakwenda kujitokeza kwa Pilato. Alishawasamehe. Na niwahi kusikia klipu yake moja, alikuwa anasema mtanikumbuka nikifa. Mtu alikuwa anasema hivi, mtanikumbuka. Kumbuka hayo ndio ya msingi. Alikuwa na hamasisha. Mgeni rasmi, tunashukuru sana. Ujumbe wa 4. Watu mna nyumba nzuri. Hongereni sana. Hongereni sana. Mna nyumba nzuri sana. Hongereni sana. Lakini jiulize, ni lini jirani yako amekuja kukutembelea ukamkaribisha sebuleni kwako, akakalia hilo sofa? Ni lini? Hujamkaribisha jikoni kukalia kigoda? Jirani. Wote wenye nyumba nzuri wako hapa, jiulize, sebuleni kwako nani wanaingia kukaa mle? Mpaka mtu aje na gari apaki pale ndipo unafungua mbele. Jirani anakuja kuomba chumvi, wewe unafikia jikoni kwenye majivu. Wengine wanafunga sebule nzuri, wanafunga milango hayo magrill manini, alafu anafungua kule mara moja kwa mwaka. Unakuta mlango wenyewe umeshajaa kutu na nini. Majirani wapo, wanakalia mawe kwao. Mara siku moja waje waangalie mpira hapo sebuleni kwako, wachafue kidogo na nini, ufurahi. Kwa sababu siku moja nyumba yako itakuwa ni shimo udongoni. Hakuna mlango, hakuna madirisha. Kitanda chako na udongo na blanketi ni udongo mzito. Ngoja hapa sasa. Mimi ni engineer. Ule udongo na zege kipi kizito? Mtu anaweza kusema, "Mara kuna unafuu. Sisi tuache udongo. Unaweka zege." Na nondo ndani humo. Reinforced concrete. Wangapi na kina nani wanapata nafasi ya kuingia kwako? Je, sisi tunapolala vizuri tunakumbuka kuwa kuna ndugu zetu, jirani zetu wanaolalia maboksi? Mnalikumbuka hilo ndugu zangu? Tunalikumbuka. Hatuwezi kutoa misaada mpaka tuite vyombo vya habari viwepo. Jamani, ona ninavyoleta juice hapa kwa maskini. Jamani. Vyombo vya habari visiopatikana, maskini wanakufa njaa. Jamani, tuwe na huruma. Tuwe na huruma. Sikiliza. Si cheo kikubwa, daraja, si sifa. Nini? Matendo mema ya kufa kwangu yataufungua mlango wa mbingu. Hicho ndicho kinachofafanua mtu mbele ya Mungu. Si cheo kikubwa, si daraja, si sifa. Ni matendo mema. Kama ile tendo jema unakuja kulifanya ili kumzika mwenzetu,
Ndugu zangu, vyeo vipo, madaraja yapo, sifa zitakuwepo. Lakini hivi visipoambatana na matendo mema, havitatusaidia kufika mbinguni. Watu tunapambania vyeo na sifa kiasi cha hata wakati mwingine kujitoa ufahamu na kusahau maslahi ya watu wengine. Mtu huyu yuko tayari amalize wengine isipokuwa mradi apate cheo. Jamani, anapomtuma wake mjumbe Mungu, hata kama sio ni nani. Siwezi kuongea zaidi ya uzoefu tunao. Uzoefu tunao. Mtu yuko tayari kuumiza wenzake kwa ili mradi apate cheo au kasifa. Mwingine anaficha mafaili ya wenzake ofisini yasijadiliwe ili wasio kupata ajira au kupanda cheo, akifikiri kwamba atapoteza cha kwake. Anaficha faili la mtu, anatafuta kumjadili, alionekana kuna panya nini amechukua panya. Kwa panya ni mwenyewe. Watu wengine wanakuwa na sifa za kuajiriwa, wananyimwa nafasi kwenye kampuni au taasisi, na badala yake wanaajiriwa wasio na uwezo na vigezo. Kwa sababu wale wenye uwezo wanaonekana kuwa ni hatarishi kwa ajira za wale walio maofisi. Kwa hiyo wanaamua kumweka mtu ambaye hafai. Sasa unajua huyu alivyo, huyu hawezi kupanda cheo kulizidi, mpe nafasi huyu. Watu wengine wanatoa mawazo ya kuleta maendeleo kwenye maeneo mbalimbali ya taifa letu na hata mkoa wetu, lakini wanapigwa vita na kukwamishwa na kutuhumiwa eti wanataka kugombea nafasi. Jamani, sisi mtu ametoa wazo lake, jamani, ametoa wazo. Sema jamani, hii barabara ya kwenda Kujekera Kigangoni tuitengeneze. Sema haya, huyu wazo hili likifanyika anagombea na ninyang'anya wenyekiti wangu wa wanadarasa. Kwa hiyo barabara itengenezwe. Sasa kwa faida ya nani? Vyeo havitupeleki mbinguni. Matendo mema. Kwa maneno mengine, watu wanakuamisha maendeleo ya kijamii kwa kulinda vyeo na nafasi zao. Mbaya hiyo. Vyeo vyetu, madaraja tu na nafasi tulizonazo katika jamii sio tiketi ya kwenda mbinguni, bali matendo mema, matendo ya upendo, ukarimu, haki, msamaha na huruma, matendo ya kujali wengine na kuwa na kiasi, matendo ya kupokea ushauri mzuri wa watu wengine hata kama ni wabaya wako. Tena vizuri nakwambia, mara nyingi wabaya wako au adui zako ndio watakwambia ukweli. Rafiki anaogopa kukwambia ukweli, usimchukie. Mbaya atakwambia wewe unachawa kichwani. Mawe yananitukana, lakini baadaye unaenda kujiangalia, naona kweli. Kumbe zile unaziondoa. Sio vizuri kumaliza wabaya wote. Inabidi wewe na tu wabaya au usaidie kunyoosha. Jamani, wabaya oye. Ndugu yetu huyu Julianus amejitahidi kutenda mema kwa jamii yetu. Amekuwa akitoa ushauri mwingi kwa namna yake juu ya maendeleo ya mkoa wetu wa Kagera na Bukoba yetu. Tunashukuru sana kwa yale yaliyofanywa kazi, na tunawashukuru sana waliopokea mawazo yake na kuyafanyia kazi. Naomba tuwapigie makofi. Yale ambayo bado hatujayafanyia kazi, tuyafanyie kazi. Hiyo ndio namna nzuri zaidi ya kumkumbuka. Unaweza ukaja hapo kwa machozi lakini ameshasema hii Mayunga haiwezi kutengeneza kwa bustani nzuri, tukiwa tunaenda pale tunapiga picha. Sisi tumeenda pale siku kufungua kampeni. Kwa sababu tunajikua tunafanya hivi. Jamani, mmoja alishatolewa. Kumweka hapa pazuri hapatoshi. Tu yaboreshe na hayo. Sio alisema nisikia tu mimi. Hata kama hakusema hilo eneo liboreshwe. Sehemu ya mashujaa kweli. Yaani vitu vimemoka, wanawake wananika nguo huko na mbuzi wanalia huko. Jamani tafadhali. Jamani, mimi sitaki kugombea. Mimi sina chama.
changu sio cha hapa duniani. Jamani, hebu namba 6, ujumbe namba 6.